kansa yenye ukali wa ajabu, hasa kansa ya damu, leukemia, kansa ya matiti na kansa ya mapafu, na wengine wengi wakapata watoto waliozaliwa na ulemavu. Hayo yakiwa ni madhara ya yale mabomu ya atomic, mabomu ya nyuklia yaliyopigwa Hiroshima na Nagasaki. The Storybook. Mtaani pana maneno mengi sana kuhusu nyuklia, au niseme vita ya nyuklia. Wazee kwenye vijiwe vya kahawa na vijana kwenye maskani zao, wote wakiongea huwa wana maneno mengi ya kusikia tu, na vingi wanavyovisema huwa ni maneno tu ya stori za kufikirika. Wengine wanaamini bomu moja tu la nyuklia linatosha kuiangamiza dunia nzima, na wengine wanasema bomu la nyuklia likiipiga ardhi hupinduka, huwa juu chini, chini juu, na inazama na watu wote walioko juu yake. Haya na mengine mengi mnayoyasikia si kweli. Wanasayansi wamekaa chini na kufanya tafiti za makisio ya kwamba kama leo hii ikitokea kiongozi fulani akakurupuka na kuamua kuitandika nchi maadui zake kwa bomu la nyuklia, basi ni nini kitakachotokea? Swali linalotuongoza hapa ni kwamba, je, itakuwaje mji wa kisasa katika dunia ya hivi leo ukipigwa na bomu la nyuklia? Tutakachokieleza hapa wasomi wanakiita educated guess, yaani makadirio kutokana na tafiti za kitaaluma. Tunachokisimulia hapa ni kutokana na dalili tunazoziona kwa uchunguzi wa tafiti za kisayansi, kwa kuyasoma mazingira ya dunia ya sasa. Mlipuko wa bomu la nyuklia unaweza kuwa na madhara gani kwa watu na majengo ya mji husika utakaopigwa bomu hilo? Tuchukulie mfano wa mji wa kisasa wenye wakazi wengi wapatao milioni 4. Kwanza, kuna njia mbili za kupigwa kwa silaha za nyuklia. Njia ya kwanza ni kulirusha kombora lenyewe kutoka walipo, halafu likasafiri hewani kuja kutua walipopalenga. Na njia ya pili ni kulibeba kombora hilo wakaja nalo na ndege mpaka katika mji waliokusudia, kisha wanaliachia lidondoke kutoka katika ndege. Kwa hivyo wanasayansi wanasema kama nchi itaamua kutupa bomu la nyuklia, basi watatumia njia ya kulitupa kutoka kwenye ndege kama walivyofanya Hiroshima na Nagasaki, kwa maana bomu likitupwa toka kwenye ndege huchochea kishindo cha mlipuko kuwa kikubwa zaidi, na hivyo kusababisha madhara kuwa makubwa zaidi. Na kwa maendeleo ya sasa ya silaha za nyuklia, inakadiriwa kuwa watatumia bomu lenye uzito wa kilotons 800, yaani ni sawa na bomu lenye uzito wa tani 8,000, yaani bomu hilo litakuwa na uzito sawa na tembo 133 wenye uzito wa kilo 6,000 kila mmoja. Unaweza kukadiria bomu lenye uzito mkubwa kiasi hicho sawa na tembo 133 likiitandika dunia linaweza kuwa na madhara kiasi gani? Na watatumia bomu la nyuklia lenye uzito wa tani 800,000, kwa maana mabomu haya ndiyo mabomu makubwa zaidi ya nyuklia katika ulimwengu wa sasa, na mabomu haya yana nguvu mara 100 zaidi ya bomu lililopigwa Hiroshima. Sasa kama lile lililopigwa Hiroshima lilikuwa na madhara yale tuliyoyasema, je, fikiria hili la sasa lenye nguvu mara 100 ya lile litakuwa na madhara makubwa kiasi gani? Basi bomu hilo litakapofika chini litazalisha moto wa mlipuko wenye umbo la mfanano wa mpira wa moto, wazungu wanaita fireball, mlipuko ambao utasambaa pande zote eneo la kilomita za mraba 800. Ni sawa na kusema toka bomu hilo lilipodondoka, umbali wa viwanja 8 vya mpira kwenda kila upande patafikiwa na mlipuko wa moto mkali wa bomu la nyuklia. Mlipuko wa moto utakaotokana na bomu la nyuklia huwa ni moto mkali unaolishinda jua kwa ukali. Hapa sizungumzii jua unalolihisi wewe likikupiga huku duniani. Nazungumzia jua lenyewe kule liliko lina ukali kiasi gani. Nikufahamishe vyema, moto wa duniani una ukali tofauti tofauti kulingana na nini kinaungua au nini kinawaka. Mfano, moto wa mshumaa ni tofauti ukali wake na moto wa mkaa.
Moto wa mkaa tunauona mkali kabisa, ukikolea vyema huwa na joto la sentigrade 1200, lakini jua lile unaloliona lina moto mkali zaidi ya huo wa mkaa. Uso wa jua una moto ufikao sentigrade 10,000, yaani moto wa jua ni karibu mara 8 ya ukali wa moto wa duniani, huu moto wa mkaa. Sasa bado tunaambiwa kuwa mlipuko wa moto unaotokana na bomu la nyuklia huwa ni mkali zaidi ya moto wa duniani na mkali zaidi ya moto wa jua. Joto la moto huo litafanya majumba, magari, watu, wanyama na vingine vyote vilivyo karibu yake kuyayuka kabisa. Ndiyo maana wakati tunazungumza kuhusu Nagasaki, inasemwa kuna watu waliyeyuka kabisa walipopigwa na nyuklia. Kwa hivyo bomu litakapoanguka, wale walioko karibu nalo zaidi watayeyuka kabisa na kupotea na hawataonekana tena, wala majivu wala masalia yoyote hamtayaona. The Storybook. Moto huo huwa ni mkali kiasi ambacho watakaoutazama moto huo toka umbali wa wastani, macho yao yatapofuka, walau upofu wa muda, kutokana na ukali wa moto huo. Na tokea pale bomu lilipodondoka, umbali wa kilomita 2 kila upande, majengo yote yataporomoka na kusambaratika. Ndani ya eneo la mzunguko la mita 800, 98% ya watu waliopo katika eneo hilo wote watakufa. Na umbali wa kilomita 11 za mzunguko toka bomu lilipodondoka patasambaa mionzi mikali ya joto itokanayo na mlipuko wa bomu la nyuklia. Kwa maneno mengine ni kuwa mlipuko wa bomu la nyuklia huzaa hewa ya moto ambayo itasafiri umbali mrefu na kuunguza vikali kila kilichopo mbele yake. Na hewa hiyo husafiri kwa presha kubwa, tuseme kimbunga kikali cha hewa ya moto, na ni kimbunga kikali ambacho duniani hamujawahi kushuhudia. Mmezoea kuona vimbunga vyenye madhara kama haya. Sasa ikipiga nyuklia itazaa kimbunga kikali zaidi ya hicho. Mionzi inayosafiri na kimbunga hicho itakuwa ni mikali kiasi cha kusababisha third degree burn, yaani watu kuungua miili yao, mfano wa waliomwagiwa mafuta ya moto. Watu watakaonusurika na kuungua huku ni wale ambao watakuwa wamejifungia kwenye majumba yao, hivyo watakuwa hawakutwi moja kwa moja na mionzi. Lakini nao pia majumba yao waliojifungia ndani yake yatageuka makaburi yao, kwa kuwa mapande makubwa ya debris yataangukia majengo na kuyapondaponda. Na kwa namna hiyo watu wengi watakufa kwa kufunikwa na vifusi vya majengo yanayoporomoka. Debris maana yake ni mapande makubwa ya ardhi na miamba, na pia vipande vya vyuma na fission products toka katika bomu lenyewe. Na pia bomu la nyuklia la kisasa likipigwa mahala litazaa tetemeko kubwa la ardhi, tetemeko litakalosafiri zaidi ya umbali wa kilomita 21, na watu ambao watakuwa wamejificha katika majengo yao, hili tetemeko litawafanya waangamie kabisa kwa kuvunjikiwa na majumba yao wenyewe wakiwa ndani. Kisha moshi mweusi utatanda angani na kuufanya mji ufunikwe na kiza cha vumbi na moshi. Kwa vumbi tu na moshi watakufa watu wasiopungua 100,000. Na huu moshi na vumbi vitasambaa vikiwa ni sumu yenye mionzi hatari, na kwa mji wenye upepo mkali zaidi ndio huu moshi na vumbi vitasambaa zaidi. Kumbuka, majiji yetu ya kisasa yamejaa vituo vya mafuta, magari, pikipiki, viwanda vyenye mashine nyingi ambazo zinaweza kulipuka. Hivyo bomu la nyuklia litakuwa limesababisha milipuko mingine mingi. Kwa hivyo sehemu zingine nyingi kutakuwa kunawaka moto kwa sababu zingine mbalimbali. Mpaka hapo watu wengi watakuwa wamekufa, kwanza kutokana na mlipuko wa moto wa bomu la nyuklia. Pili, watakuwa wamekufa kwa kuungua kwa kimbunga cha hewa ya moto na yenye mionzi ya nyuklia. Tatu, kuvuta hewa ya sumu ya mionzi ya nyuklia. Na 4, kuangukiwa na mapande makubwa ya debris. Kwa yale makadirio yetu ya kwamba mji huu uliopigwa bomu una wakazi milioni 2, mpaka hapo inakadiriwa kuwa robo ya watu hao, yaani watu 500,000 watakuwa wamekufa. Na vifo hivyo sio tu ile siku ya kwanza ambapo bomu limepigwa,
bali ni ndani